أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo ni siku ya 20 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sawa na tarehe 21 March 2025. Taarifa tulionayo hii leo kwanza ni kuwa maelfu ya Wafalastini wametekeleza swala ya Ijumaa hii leo licha ya vizuizi vikubwa vilivyowekwa na majeshi ya Israel katika msikiti wa Baitul Muqaddas, yani Masjidul Aqsa, licha ya kuwekwa zaidi ya askari 3,000 waliowekwa na Mayahudi kwa ajili ya kuzuia Waislamu kuingia kutekeleza ibada hiyo katika msikiti huo ambao ni msikiti wa 3 kwa utukufu kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu. Taarifa nyingine ni ile inayoelezea kuwa huko Jerusalem na katika miji mbalimbali maelfu ya Mayahudi na walowezi wa Kiyahudi wameendeleza maandamano kumpinga Benjamin Netanyahu, huku akitoa mwito wa kumtaka kujiuzulu kutokana na kuanzisha tena mauaji katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo linawafanya wakazi wa maeneo yanayokaliwa kimabavu na walowezi wa Kizayuni kuwa katika hali ya wasiwasi, wakitarajia mashambulio wakati wowote kutoka kwa makundi ya mukawama yanayopigania ukombozi wa Palestina. Taarifa nyingine ni ile inayosema kuwa Israel imezidisha na imetanua kampeni ya mapigo ama mashambulizi yake dhidi ya Palestina huko katika ukanda wa Gaza na kuendeleza mauaji ambayo takriban kuanzia watu 500 hadi 1,000 hadi sasa wanatazamiwa kuwa wameshafariki. Takriban wa Palestina 80,000 wameswali swala ya Ijumaa leo Machi 21, ambayo ni Ijumaa ya 3 ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, katika msikiti wa Al-Aqsa ulioko huko Al-Quds inayokaliwa kwa mabavu licha ya vikwazo na vitisho vya Israel, ikiwa ni pamoja na kuweka vizuizi kuwazuia maelfu ya waumini wengine kufika katika eneo hilo takatifu kwa Waislamu. Mkurugenzi mkuu wa idara ya wakfu wa Kiislamu mjini Al-Aqsa, Sheikh Azam Al-Khatib, aliambia shirika la Anadolu kwamba waumini 80,000 Ijumaa ya leo Machi 21 wameshiriki katika swala ya Ijumaa katika msikiti wa Al-Aqsa. Maelfu ya Waislamu walianza kuwasili katika msikiti wa Al-Aqsa siku ya Alhamisi Machi 20 licha ya mvua kubwa kunyesha na vizuizi vya Israel. Mamia ya waumini walifanya itikafu msikitini nyakati za usiku sambamba na kuanza 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa Ijumaa ya 3 sasa tangu kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, polisi wa Israel wametumwa kwa wingi kwenye lango kuu la mji mkongwe wa Quds, yani Jerusalem, unaojumuisha msikiti huo na katika mitaa ya maeneo yanayozunguka msikiti huo mtukufu ambao una nafasi ya 3 kwa utukufu miongoni mwa misikiti ya Waislamu. Baada ya kuhitimisha swala ya Ijumaa, waumini walitapakaa katika viwanja vya msikiti na kumbi za ibada kwa ajili ya kusoma Qur'an na kushiriki katika duru ya vikao vya kupata maarifa ya elimu. Kwa kawaida maelfu ya waumini husalia msikiti huo kwa ajili ya kufuturu na kuswali swala ya tarawih ndani ya msikiti huo. Tangu kuanza kwa mwezi mtukufu Ramadhani, polisi ya Israeli ilitangaza kupeleka maafisa 3,000 wa polisi katika mji huo katika siku ya Ijumaa, huku utawala huo ghasibu ukiweka vizuizi kwa waumini kuingia katika msikiti wa Al-Aqsa kutoka ukingo wa Magharibi. Israeli pia imewazuia wanawake wa Kifalestina wenye umri wa chini ya miaka 55 na wanawake walio chini ya umri wa miaka 50 kutoka ukingo wa Maghrib unaokaliwa kwa mabavu kuingia Quds tukufu na kushiriki ibada ya swala msikitini. Tangu kuanza vita vya Israeli katika ukanda wa Gaza, jeshi la utawala huo haramu la walowezi wa Kizayuni wameongeza mashambulizi yao katika ukingo wa Maghrib, ikiwa ni pamoja na Quds mashariki na kuua Palestina zaidi ya 937. Wafalestina wengine 7,000 wamejeruhiwa na 15,700 wametiwa nguvuni na kutiwa korokoroni katika korokoro za Wazayuni. Kwa upande mwingine, imearifiwa kuwa Israeli imezidi kutanua kampeni yake ya kijeshi katika kushambulia maeneo mbalimbali katika ukanda wa Gaza. Taarifa iliyochapishwa hii leo Machi 21 baada ya swala ya Ijumaa imesema jeshi la Israeli limetanua operesheni yake ya ardhini kwenye ukanda wa Gaza baada ya kuripoti kuwa imedungua makombora yaliyorushwa kutoka Yemen
na maroketo yaliyofatuliwa na wapiganaji wa ukombozi wa Palestina Hamas kulenga mji mkuu wa Tel Aviv. Hapo jana siku ya Alhamisi Machi 20 jioni, jeshi hilo lilisema vikosi vyake vimelifikia eneo la Shabura karibu na kivuko cha Rafah kilichopo kwenye mpaka wa Misri kusini mwa ukanda wa Gaza. Limearifu vile vile kwamba askari wake wamo kwenye miji ya kaskazini na katikati mwa Gaza kutekeleza jukumu lao la kile kinachotajwa kuwa kusambaratisha miundombinu ya ugaidi. Tangu kurejea kwa mashambulio ya Israel kwenye ardhi hiyo ya Palestina mapema wiki hii, matabibu wa ukanda wa Gaza wanasema watu 504 wameuawa tayari, ikiwemo watoto 194. Marekani imesema inaunga mkono kikamilifu operesheni hiyo mpya ambayo kwa hakika inalenga kuangamiza Wapalestina wote katika uso wa dunia, inayoendeshwa na Israel kwa kuungwa mkono kikamilifu na Marekani, na haijatoa ishara zozote juu ya iwapo inahimiza mazungumzo zaidi ya kusitisha vita kwenye eneo la ukanda wa Gaza. Wakati Israeli ikiendeleza mauaji sambamba na Marekani, taarifa zilizokusanywa katika kipindi cha masaa 18 hadi hii sasa jioni zinasema kuwa Wafalestina katika ukanda wa Gaza wanaendelea kuishi kwa hofu na mahangaiko makubwa kufuatia wimbi jipya la mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Israeli likiungwa mkono kwa pamoja na Marekani. Katika mitaa mbalimbali ya Gaza, vifaru vya jeshi la Israeli vinaonekana vikielekea katika maeneo mbalimbali huku vikifyatua makombora kwa ajili ya kuangamiza wakazi wa Gaza. Wakati idadi ya vifo inakaribia kufikia watu 1000 ndani ya siku 3 za mashambulizi huko Gaza, Israeli inasema usiku wa Alhamisi Machi 20 kuwa wanajeshi wake wamechukua tena udhibiti wa sehemu ya ukanda wa Nezarim unaoitenganisha Gaza sehemu mbili, kaskazini na kusini, huku waziri wa ulinzi wa Israel Katz akionya kwamba mashambulizi yataongezeka hadi Hamasi waache makumi ya mateka na kujiondoa kabisa katika nchi yao, bila kutaja kwamba wanaenda katika nchi gani. Jeshi la Israeli liliondoka katika ukanda wa Nezarim mwezi Januari kama sehemu ya awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano ambayo sasa imefikia tamati, huku mazungumzo ya kurefusha mpango huo au kujiunga na awamu ya pili ya mazungumzo yakionekana kukwama. Usitishaji huo wa mapigano uliwapa ahueni japo kwa wakati mfupi wa Palestina waliochoshwa na vita zaidi ya miezi 15 na kuruhusu usambazaji zaidi wa misaada ya kibinadamu inayohitajika mno huko Gaza. Wafalestina waliochoshwa na hali hiyo wanasema hali hii itaendelea hadi lini? Sisi ni wagonjwa na tumechoka nayo. Wanasema sisi ni wastahamilivu. La, sisi si wastahamilivu, bali tunakufa katika dunia hii. Waache watuangamize, tupumzike madhila haya. Tumechoka. Ninawaambia Wayahudi wa Israeli wote kwamba tunataka amani na watu wetu wote tunataka amani, alisema mmoja wa wakazi wa Gaza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ameshtushwa na kusikitishwa mno na kifo cha mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa kufuatia shambulio la Israeli kwenye jengo moja huko Gaza na kutaka ufanyike uchunguzi kamili. Israeli imekana kuhusika na shambulio hilo ambalo limewajeruhi pia wafanyakazi wengine 5 wa Umoja wa Mataifa, lakini ikasema litachunguzwa kwa makini tukio hilo. Msemaji wa Guterres Farhan Haq amesema shambulio hilo la Dar al-Bala limepelekea idadi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa waliouawa huko Gaza tangu Oktoba 7, 2023 kufikia 280. Hayo yanajiri wakati Israeli imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi huko Gaza baada ya kukwama kwa mazungumzo ya amani. Kwa upande mwingine, waandamanaji huko Israeli wanaonekana katika picha wakipinga hatua za waziri mkuu wa Benjamin Netanyahu za kuendeleza ama kuanzisha upya mapigano au mauaji huko Gaza, jambo ambalo linaleta wasiwasi na kuwatia watu hofu miongoni mwa raia na wakazi wa Gaza na Israeli kwenyewe. Kuanza tena kwa mashambulio ya anga kumezusha wasiwasi mkubwa huko Israel kuhusu hatima ya karibu ya mateka 20 wanaoshikiliwa na Hamas ambao inaaminika kuwa bado wapo hai. Msemaji wa Hamas Abdul Latif Al-Qannu amesema hatua za hivi karibuni ni ishara tosha kwamba Israeli imejiondoa moja kwa moja kwenye mchakato wa amani na imeanzisha tena mzingiro wake huko Gaza. Maelfu ya raia wa Israeli walimiminika mitaani siku ya Alhamisi Machi 20 kupinga hatua ya waziri mkuu nduli Benjamin Netanyahu ya kuanzisha tena mauaji ya Gaza, wakisema anadhamiria kuidhoofisha demokrasia, huku akimtaka ajiuzulu na kumtaja kama mhusika mkuu anayewezesha janga hilo lililoanza na mashambulizi ya Hamas mnamo mwezi Oktoba 7 mwaka 2023.
Katika hatua nyingine, hali si shwari nchini Yemen ambako mashambulizi makali ya Marekani yameendelea katika maeneo yanayodhibitiwa na Wahouthi katika mji mkuu wa Sanaa na eneo la kaskazini magharibi la Saada, huku Rais Donald Trump akitoa onyo kali kuwa atawaangamiza na kuitaka Iran kusitisha uungwaji mkono wake kwa Wahouthi. Hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Annalena Baerbock amefanya ziara nchini Lebanoni na ameitolea wito Israel kuheshimu makubaliano ya usitishwaji mapigano kati yake na kundi la Hezbollah, huku akitaka kuviondoa vikosi vyake nchini humo. Baerbock ametoa kauli hiyo mjini Beirut baada ya kukutana kwa mazungumzo na rais wa Lebanon Jose Aoun. Wakati hayo yakiendelea, katika kipindi cha masaa 8 yaliyopita, hii leo siku ya Ijumaa Machi 21, mzozo umepamba moto kati ya Israel na Hamas baada ya kundi hilo la wanamgambo wa Kifalestina kufyatua makombora kuelekea Israel kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili iliyopita. Mashambulizi ya Hamas yanatokea huku Israeli ikizidisha pia mashambulizi yake ya ardhini na ya angani katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayodhibitiwa na Hamas, mashambulizi ya hivi punde ya Israeli yamewaua Wafalestina 85 na kuwajeruhi wengine 130, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Mbali na mapigano, hali ya kibinadamu ni mbaya mno huko Gaza, ambapo inaarifiwa kuwa bei ya bidhaa muhimu zimepanda maradufu. Shirika la habari la Palestine Wafa limesema kuwa kwa sasa kilo moja ya sukari huko Gaza huuzwa kwa dola za Kimarekani 10. Siku ya Alhamisi Machi 20, kundi la harakati ya mukawama ya ukombozi wa Palestina Hamas limeatolea wito mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu kuchukua hatua ya kukomesha mauaji ya kimbari huko Gaza. Hayo yakijiri, tarehe 19 Machi 2025, jeshi la Israel tayari lilikuwa limewataka wakazi katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Gaza kuondoka, huku mashambulizi mapya yakiwa yanaendelea, na Ben Gvir, mwanasiasa wa mrengo wa kulia mwenye imani potofu na jahili, akirejea tena katika baraza la mawaziri la Netanyahu. Jeshi la Israeli limewataka watu wa Gaza kuondoka kutoka kwenye maeneo ambayo limeyaita ya mapigano kaskazini na kusini mwa ardhi ya Palestina baada ya jeshi kuanza tena mashambulizi ya anga kufuatia kuvurugika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Msemaji wa jeshi la Israel Avikai Adrai ametoa amri hiyo ya kuhama kwa watu wa Beit el-Hanun, Khidbet, Khuzza na Abasan al-Jadida, akionya kwamba maeneo hayo ni maeneo hatari ya mapigano, na amewataka wakazi wa maeneo hayo kuhamia magharibi mwa jiji la Gaza na Khan Younis kwa ajili ya usalama wao. Wakazi wa Gaza wameyalaani mashambulizi ya anga yaliyoanza mapema Jumanne Machi 18, wamesema yanasababisha hali kuwa mbaya na ngumu zaidi kwao. Israeli kwa upande wake imeapa kuzidisha mashambulio ikiwa Hamas haitawaachilia mateka ambao bado wanashikiliwa katika eneo hilo. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amewaambia waziri wa mambo ya kigeni wa Israel Gideon Sa'ar kwamba hali ilivyo katika ukanda wa Gaza haikubaliki. Mjumbe wa Palestina na mwenzake wa China katika Umoja wa Mataifa wamelitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua haraka baada ya mashambulizi ya anga ya Israel huko Gaza. Mjumbe wa Palestina Riyad al-Mansur amesema, kwanza tunalaani ukatili huu dhidi ya watu wetu, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hususan katika ukanda wa Gaza. Tulitaka Baraza la Usalama lisimame kwa pamoja na kutekeleza maazimio yake, hasa azimio nambari 2735 linalotaka usitishaji wa vita mara moja, na usitishaji huo wa vita uwe wa kudumu. Naye mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong amesema kwa mara nyingine tena Israeli imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kong amelitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema uvamizi wa Israeli huko Gaza unavunja matumaini ya Waisraeli na Wafalestina juu ya kukomesha mateso yao katika pande zote. Akizungumza kabla ya kuanza safari kuelekea Lebanoni, Baerbock ametoa wito kwa pande zote katika mzozo huo kujizuia, kuheshimu sheria za kibinadamu na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Hamas kwa upande wake imesema bado ina nia ya kuendelea na mazungumzo na kusitisha mapigano. Huku hayo yakiendelea, mamia ya Waisraeli wamezidi kuandamana kwenye mitaa mbalimbali kuelekea mjini Jerusalem kumpinga waziri mkuu wa nchi hiyo nduli Benjamin Netanyahu na serikali yake. Maandamano hayo yanafanyika siku moja baada ya Netanyahu kuamuru kuanza upya mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza. Waandamanaji wanasema hatua hiyo
inahatarisha maisha ya mateka wanaoshikiliwa Gaza tangu Oktoba 7 mwaka 2023. Netanyahu anakosolewa na familia za mateka na wafuasi wao kwa kutofanya vya kutosha ili kurudisha mateka kwa sababu za kisiasa. Hayo ndiyo yanaendelea huko Palestina, hasa katika ukanda wa Gaza na katika mji wa Al-Quds, yani Yerusalem, ambapo Israel imeweka zaidi ya wanajeshi ama askari polisi 3,000 kwa ajili ya kulinda msikiti wa Baitul Muqaddas, yani Masjidul Aqsa, kuzuia Waislamu kutoka sehemu mbalimbali kuingia katika msikiti huo. Lakini jana siku ya Alhamisi Machi 20, Waislamu walikusanyika katika msikiti huo kutoka maeneo mbalimbali ya Palestina na yakaliwa kwa mabavu na kujumuika katika msikiti huo kwa ajili ya kuanza itikafu, ambayo kwa mujibu wa Uislamu na kwa sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, itikafu ni ibada inayofanyika kuanzia kila siku 10 za mwezi mtukufu Ramadhani hadi siku ya Eid, ndio watu wanatoka ndani ya msikiti. Israeli imekuwa haitaki kuliona jambo hilo linafanyika, ili hali wanapokwenda kufanya watu hao ni ndani ya msikiti, na ibada hiyo wanafanya ndani ya msikiti na hawana chochote wanachovunja katika kuhatarisha amani au usalama. Lakini kwa sababu Mayahudi au Mazayuni ni watu ambao hawana dini na wanaona kinyaa kuwaona Waislamu katika nchi yao na katika ardhi yao, wakiwa wao wameokotwa kutoka maeneo mbalimbali ya dunia na kupelekwa katika ardhi ile kwa ajili ya kukosesha amani Waislamu katika maeneo yale, wameweka maaskari katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na kwa ujasiri mkubwa, wa Palestina walianza kuingia ndani ya msikiti toka jana Alhamisi Machi 20 na kuanza ibada humo hadi hii leo. Wamefanikiwa zaidi ya Waislamu 86,000 kuswali swala ya Ijumaa iliyoswaliwa hii leo tarehe 21 ndani ya msikiti huo, na kwa bahati ya Mwenyezi Mungu Mazayuni hawakuweza kufanya jambo lolote lile lililohatarisha, na bado wameendelea kusalia ndani ya msikiti huo na wananuia kubakia humo hadi siku ya Eid. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu dunia inapita katika hali ngumu, lakini hali ngumu zaidi inapita kwa miongoni mwa Wafalastini ambao hawana haki katika nchi yao, wanafukuzwa katika nchi yao, na Marekani inayojifanya kuwa ni kinara wa dunia wa kutafuta demokrasia na amani ndio inayoongoza mauaji hayo huko Gaza, na ndio inayoongoza mauaji mahala popote yalipo mauaji ni Marekani ndio inayosimamia. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu na bila kuchoka na bila kukata tamaa, huku tukiamini kwamba hakuna nguvu zinazopindukia nguvu alizonazo Mwenyezi Mungu. Donald Trump ambaye anahimiza mauaji na kuatisha mataifa kadhaa ya Kiislamu, na ambaye anafahamika siku zote kuwa ni adui mkubwa zaidi kuliko viongozi wote wa Marekani waliopata kutokea, anaizitisha nchi ikiwemo Iran kwamba baada ya kushambulia Yemen ataishambulia pia Iran. Lakini ni vizuri Waislamu na wapenda amani wote duniani tukakumbuka kuwa lengo la Mazayuni si kuwanyang'anya Palestina nchi yao peke yake, lakini watakapokuwa wamefanikiwa kuinyang'anya Palestina, wataichukua Syria, wataichukua Iraq, wataichukua Jordan na hatimaye wataichukua Saudi Arabia. Hii ndio ramani ya Israeli inayoitwa Israeli mpya, ambapo Waarabu wamekaa pembeni wakitazama namna ndugu zao wanavyouliwa pasipo kujitolea na wao kuingia kati, katika kipindi ambacho makafiri duniani wote kwa pamoja wameungana kusaidia Israeli, japo kwa si Mkristo mwenzao bali Waisraeli ni wapinga dini, lakini wao wameshirikiana kwa pamoja, ili hali Waislamu wamejiweka mbali na kuacha Wafalestina wakifa katika kipindi ambacho wao wana nguvu. Lakini la kuzingatia ni kwamba baada ya kumalizika zamu ya Palestina, inakuja zamu ya Waarabu mahala popote walipo. Kwa hiyo mnapomuona mwenzenu ananyolewa, basi nyie jitayarisheni kwa ajili ya kuweka maji kichwani, kwa sababu wembe ule ule unaonyolewa nao wa Palestina utawanyoa pia Waarabu wa Saudi Arabia, Waarabu wa Iraq, Syria na maeneo yale ambayo Waisraeli wanadhani kuwa ni maeneo yao. Cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni kukazana, kusoma suratul Lahab sana, kusoma suratul Fil kwa nguvu sana, na kumuomba Mwenyezi Mungu azivunje nguvu za wote wanaosaidia mauaji hayo na kuyaratibu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ndio uwezo wa kuweza kuwanusuru, na yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye uwezo wa kuweza kuwapa nguvu wa Palestina wakaweza kuyashinda masaibu hayo. Na kwa kuomba dua hiyo Mwenyezi Mungu atawatia nguvu na atatia hamasa wote wale ambao wako nyuma, na hakuna wa kulaumiwa, lakini kila mmoja kati yetu Waislamu ambao ni jukumu letu sote kusaidia Palestina na kuipatia uhuru Palestina, kila mmoja atekeleze wajibu wetu, na huo ndio wajibu wa kila Muislamu alivyo. Popote pale alipo Muislamu ni wajibu wake kutoa mchango wake, ama wa nguvu au wa mali au kwa kumuombea dua Palestina mahali popote alipo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.
Allah.